One on One with Charles William. Karibu kwenye One on One ya Wasafi TV. Ni siku nyingine nzuri ya kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu mustakabali wa taifa letu la Tanzania. Katika kipindi hiki cha mwezi wa uchaguzi, mwezi wa 10, tunapata nafasi ya kuzungumza mengi yanayoendelea hapa nchini. Vyama 18 vikishiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, na vyama 17 vina wagombea wa urais ambao wanazunguka huku na kule kuomba kura. Na mimi siku ya leo nimepata nafasi ya kuzungumza na mmoja kati ya wagombea urais kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Na maanisha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaye hapa Gombo Samandito Gombo, mgombea urais kupitia chama cha wananchi kafu. Na nadhani Gombo unaweka historia ya kuwa mwanachama wa kwanza wa kafu kuwania uraisi, tofauti na Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, kwa sababu kwa kipindi karibu chote tangu chama cha wananchi kafu kimeanza, mgombea wake wa urais amekuwa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Kwa chaguzi 4, uchaguzi wa 5 hakukuwa na mgombea, uchaguzi wa 6 ndo huu Gombo anasimama kukiwakilisha chama cha wananchi kafu. Kwanza unajisikiaje kwa fursa hiyo ambao wanachama wa kafu wamekupatia? Ni fursa njema na nashukuru sana wanachama wa kafu kwa kuniamini na kuniweka mbele ili niweze kupeperusha bendera yao. Na mimi nitaipeperusha kiukweli kweli, bila mchezo, kwa sababu ninazo sifa za kuipeperusha. Hapa tunavyozungumza umeshazunguka kwenye majimbo mangapi kati ya majimbo 222 ambayo yako upande wa Tanzania bara? Nimezunguka mikoa 15 mpaka sasa hivi niko mkoa wa 15. Kwa hiyo niko halfway. Na kwamba naendelea vizuri na nitamaliza mizunguko yangu yote. Nikitazama mikutano unayofanya wewe, ni mikutano ambayo unazunguka kwenye maeneo ambayo inabidi uwafate watu pale walipo. Manake mkienda kwenye viwanja ambavyo viko mbali kidogo na mikusanyiko ya watu, wananchi wanaojitokeza ni wachache sana. Uchache wa watu ambao wanatokea mkiwa kwenye eneo ambalo liko mbali na wingi wa watu, unawalazimisha muwafate watu pale walipo kwenye mikusanyiko zaidi. Kwa nini watu hawawafati nyie kwenye mikutano yenu? Kimsingi hakuna chama kingine ambacho unaona watu wanafuata zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini nikwambie tu kwamba sisi kafu hatutaki watu kwa sababu ya kipindi cha uchaguzi kuwafanya waache kazi zao. Tunawafuata waliko, tunakwenda kuwaambia tunayotaka kuwafanyia huko waliko, ili waweze kuendelea na shughuli za uzalishaji, hataki kuwapotezea muda. Lakini unapozungumza habari ya kwamba watu wanakwenda kwa mgombea kwenye uwanja, basically unarifaa CCM. Na CCM haifuatwi na watu. CCM inatafuta watu. Na CCM ni kinara wa kwenda kubeba watu kwenye maroli, kwenye mabasi, kwenye nini, kuwapeleka kuwalazimisha watu na kuwapa na posho, ambao ni matumizi mabaya ya pesa. Kimsingi CCM ni champion wa rushwa. Anahonga watu ili waende kwenye mikutano yake. Kwa hiyo sisi hatufanya hayo mambo. Tunawafuata watu waliko, tunakwenda kujua kama hawana maji, tunawafuata huko waliko, tunajua kwamba hawana maji. Kama ni barabara mbovu, tunawafuata huko na sisi tunazipita zile barabara mbovu. Hakuna mgombea wa CCM anayepita kwenye barabara mbovu. Badala ya yeye kutuma magari kwa matumizi mabaya ya za serikali kwenda kuchukua watu kuwalazimisha kwenda kwenye mkutano wake. Kwa hiyo hakuna anayependa kwenda kwenye mkutano wa CCM. Wanalazimishwa tu kwa pesa, kwa magari na kwa kutumia nguvu ya dola. Mara wafanyakazi wanalazimishwa, wanavalishwa nguo za t-shirt zile, mara wanafunzi wanavalishwa t-shirt, wanalazimishwa kwenda kwenye mkutano. Sisi tunawafuata watu waliko. Kwanza wasiache shughuli zao za uzalishaji. Sisi twende pale tukawakuta walipo, tuwaambie, lakini pia feel ile hali ya kuwa pamoja nao. Kwamba sisi tumefeel kwamba wanapozungumza tunahangaika na barabara mbovu, na sisi tumo kwenye hiyo barabara mbovu tunaiona. Wanaposema wanahangaika na vumbi, vifua vinauma na nini, hospitali mbovu, tunakwenda kule na sisi tunaziona zile hospitali ambazo ni mbovu, ambazo zimewekwa kule. Kwa tunapata nafasi nzuri sana ya kujua matatizo hasa ya Watanzania. Sio kuwaona wamejaa ambao umewaleta wewe mwenyewe ili waje wakushangilie. Hii ni kitu ambacho ni cha ajabu. Nilikuona Mwanza kuna mkutano wako mmoja uliahirishwa kutokana na hali yako ya kiafya. Nikamsikia kampeni manager wako anasema maji yalizidi unga kidogo, hali yako ikawa tete kufuatia vumbi. Ulipita maeneo yenye vumbi sana. Nataka nikwambie hiyo hali tumeikuta sehemu nyingi sana Tanzania. CCM wanatamba kwamba waliahidi wametekeleza.
Lakini ndugu yangu, kilichoahidiwa na kilichotekelezwa ni vitu viwili tofauti kabisa, ni mbingu na ardhi. Sisi tumetembea huko Kilindi, sehemu mbalimbali za vijijini kule. Unatembea masaa yako 4-5 kwa barabara ya vumbi, unakuta nyumba zote zimepauka. Halafu ukiwauliza wananchi pale wanakuambia hii barabara iliahidiwa tangu enzi za Magufuli itawekewa lami. Hafa hawaweki. Na wenyewe hawaendi kule kwenye mikutano yao. Kwa hiyo nataka tu nikwambie kwamba siku ile niliahirisha mkutano, vumbi lililonitandika ilikuwa ni vumbi la kweli kweli, lakini nikasema hapana, wacha niende tu. Mpaka ikafika dakika ambazo sasa kwa kweli vumbi lilinishughulikia. Nikaona ngoja nipumzike kwanza kidogo nione mambo yangu yakae vizuri, lakini sasa hivi mwili umeadapt. Lakini vumbi linakupiga vipi? Kwa sababu una gari umepewa na tume, gari full AC, unaingia ndani hukai kwenye gari dakika zote kaka. Unaweza ukatoka nje ukaanza kuongea na watu, unaweza ukashuka chini, upepo unaovuma pale kwenye barabara mle, au likipita gari linaenda, vumbi utakalo libugia. Kama afya yako ni umezoea kukaa kwenye sehemu nzuri kama hizi, utoboi, siku haifiki jioni umeshaanza kwenda hospitali. Hali ni ngumu kule. Ila kwa mtu ambaye anaangalia tu kwenye vyombo vya habari na anasikiliza tu watu wamekwenda kwenye mkutano, wamebeba na viti vyao wanakwenda na nini na mabasi mazuri na nini, you can't imagine kwamba watu wanapata hizo shida. Sisi tunakwenda na tunashuhudia, na hayo mimi nimeyashuhudia na yamenikuta mimi. Nimeyaishi hayo maisha ya Watanzania. Kwa mimi I'm the right candidate for them. Wagombea wengine wa urais nikizungumza nao wanalalamika hali ngumu ya kifedha ili kuweza kufika maeneo mengi na kufanya uratibu wa kampeni kwa ukubwa unaotakikana, hasa kampeni za urais. Fedha inaonekana kuwa ni tatizo. Fedha kwako ni tatizo kiasi gani au uko vizuri? Mimi nikwambie kwamba watu wanaolalamikia pesa ni watu ambao hawana commitment. Hawako tayari kutaka kuitumikia nchi yao. Kwa sababu uchaguzi sio pesa 100%. Ni commitment kikubwa. Kwa sababu usiniambie kwamba wanashindwa hata kuja Wasafi kuja kuzungumza na watu kama tunavyozungumza leo sisi. Ni kuulize tu wewe mtangazaji, umepata kuhosti marais wangapi wanaogombea katika kipindi chako kama hiki? Si ajabu nikawa mimi ndo wa kwanza. Coverage ambayo naifanya hapa sasa hivi ni kubwa mno. Ni kubwa mno kuliko hata mkutano ambao ungeweza kuona umejaza watu, wamejaa watu wengi kabisa ambao unakosa hata pa kupita. Sasa hivi ni watu wengi sana kwa sababu teknolojia imekwenda juu. Sio lazima uende barabarani pale kwenda kuimba, kusema nini na nini. Unaweza ukakaa kama hapo ukakava watu wote duniani. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Yeah. Na sasa mtaweza vipi kusimamisha mawakala nchi nzima waweze kuziangalia na kuzilinda kura zenu? Nchi ambayo ina zaidi ya vitongoji 64,000, ina vijiji zaidi ya 12,000 na kata karibu 3,900. Huko kote mnahitaji mawakala ambao uratibu wa kuwafikisha, kuandaa semina na kadhalika inahitaji fedha, na hali yenu ya kifedha si nzuri. Mimi sijakwambia hali yetu ya kifedha ni mbaya. Nimekwambia sisi tunafanya kazi kwa commitment. Kwamba watu linatoka moyoni, mtu yuko tayari kutumia kasenti kaka aliko nako kwenda kufanya kazi yake. Sisi sio kama CCM. Mzee, unapouliza haya maswali uyaangalie kwamba yana comparison zake na reference yako. Najua ni CCM kwamba wamekava kila mahali na wanaweza kufika kila mahali, lakini wale wanafika kwa sababu ya a force behind them. Sisi watu wetu hata hao wasimamizi watakwenda wenyewe kwa kujitolea kwa commitment zao. Watajigaramia kwa commitment zao. Tutakaoweza kugaramia, ambao hawawezi kabisa tutagaramia. Lakini watu wetu wako committed kufanya hiyo kazi. Sio watu wa kulazimisha kwamba hajaona pesa haji. Sisi watu wetu wako committed na watafanya kazi hiyo. Threat yetu kubwa tunayoiona sisi ni Chama cha Mapinduzi kutumia vyombo vya dola, ambapo Chama cha Mapinduzi kwa sababu kimewaajiri hawa watu na kwamba chenyewe ndio sasa hivi kiko kwenye madaraka, na kwamba hawa watu nao wameajiriwa na kwa mujibu wa sheria zao ni kutii wanachoambiwa, hao ndio wanatumika. Meona mpaka sasa hivi vyombo vya dola vinatumika kwa namna gani na CCM? Vinatumika mara nyingi tu, kwa sababu ukiangalia sana, kwa mfano nitakupa mfano mmoja wa jimbo la Ubungo. Kuna watu ambao tumebandika mabango yetu ya wagombea wetu. CCM wamekwenda kubandika juu yake, wameshtakiwa, wanapelekwa polisi, wanafika pale ukiondoka tu umempeleka polisi na anaachiwa. Vyombo vya dola vinahusika, lakini mimi niseme tu kwamba nitoe wito tu kwa vyombo vya dola. Viwe refari mzuri. Wakae neutral. Kwa sababu wakikaa neutral watawatendea haki Watanzania wote. Na Watanzania, polisi hao, usalama wa taifa
majeshi yanatokana na sisi, ni wajomba zetu, ni watoto zetu, ni kaka zetu, ni watu ambao tunaishi nao, kwamba kama jambo likiharibika linatuharibikia wote, sio watu wengine tu. Likiharibika jambo Tanzania leo, halimharibiki mwana kafu tu, linamharibikia na mwana CCM ambaye leo anajiona kwamba yeye ni wa maana na kutumia vyombo vya dola. Vyombo vya dola mimi nawasihi visitumike, kwa sababu vikitumika vyombo vya dola kukipendelea Chama cha Mapinduzi, manake amani anayoihubiri Dr. Samia kwamba iwepo haiwezi kuwepo automatically, kwa sababu amani ni tunda la haki. Kama haki haitendeki na vyombo vyetu vitapendelea CCM, wasitegemea ile amani wanayoitegemea, haitakuwepo. Watu hawawezi kukubali kuendelea kutengenezewa mazingira ya design hii, hawawezi kukubali. Kwa vyombo vya dola lazima viwe neutral, na mimi ndio natoa wito huo, na naviomba vyombo vya dola vitende haki, kwa sababu ni vyombo vya dola na CCM ndio ambao wanaweza kutuharibia amani ya Tanzania. Hakuna mtu mwingine anaweza kuja kuharibu amani ya Tanzania. Sisi kama vyama vingine hatutakuwa wa kwanza kuiharibu. Na ndio maana mimi hapa nasisitiza watu wakapige kura, ili vyombo vya dola kama vitaamua kuipendelea CCM, vitaamua kutokuwa neutral, vikaharibu uchaguzi, tuwe na sababu ya kuambia kwamba ninyi mmeharibu uchaguzi na sasa tunachukua hatua hii. Lakini vinginevyo hakuna sababu ya vyombo vya dola kuingia kwenye kupendelea. Nimekusikia ukisema kwenye mikutano yako kwamba ukishinda tu uraisi utamtoa Tundu Lissu jela. Ndivyo? Ni kweli, na hilo nalirudia tena kulisema. Kwa sababu nikiangalia historia, miaka ya 72 kulitokea uhaini. Uhaini huo ulimhusisha Bibi Titi Mohamed na wenzie. Walifungwa. Nyerere akatumia sheria zilizokuwepo ambazo mpaka sasa hivi zipo, akawatoa jela. Wakati wa miaka ya 82 kina Hans Pop, kina Eugene Maganga, kina Kanali Mapunda walikamatwa uhaini na wakafungwa. Rais Ali Hassan Mwinyi alikuja kuwatoa kwa kutumia sheria za nchi zilizopo na mamlaka alionayo kikatiba. Na mimi nasema hivi, Tundu Lissu ana kesi ya kisiasa, na mimi nikiwa madarakani nimeapishwa kwamba mimi ni rais, nitatumia sheria zilizopo kumtoa Lissu kwenye nani. Ni mfungwa wa kisiasa yule anayehangaika na kesi za kisiasa ambazo. Ukisema mfungwa wa kisiasa unamaanisha nini? Yuko gerezani sasa hivi. Kuhukumiwa na kutohukumiwa wakati unaishi ni isolation ni mambo yale yale. Yuko gerezani. Ukonga unaliita nini bwana? Ukienda Ukonga anakoishi unakuita nini? Ni gerezani kule. Hakuna lugha nyingine ya mahabusu wala lugha nyingine ya nini. Yuko ni kupambana. Ukisema mfungwa wa kisiasa unamaanisha kesi yake. Kesi imeanzia kwenye siasa. Ndio maana yangu nazungumza. Imeanzia kwenye siasa. Kaambiwa ana kesi ya uhaini. Uhaini wa mtu mmoja. Organization ya vitu ambavyo tungetegemea kwamba uhaini ufanyike kwa kuorganize watu wengi, yeye anaambiwa mtu mmoja. Sizungumzi haya kwa maana ya kwamba naingilia mahakama, lakini nazungumza hali halisi iliyopo inayosema kwamba Tundu Lissu kashtakiwa kwa kesi gani. Na mimi nasema hivi, nikiwa rais, kwa mamlaka nitakao kuwa nayo, kwa mujibu wa sheria ambazo watangulizi waliotangulia wamezitumia na wakaachia watu wahaini ambao walishakamatwa wakitaka kupindua nchi, wakiwa na bunduki wanataka kuua watu, wakaachiwa, na mimi nitamwachia Tundu Lissu kwa vigezo vile vile. Bila shaka nikikusikiliza ni kama unaona Tundu Lissu anaonewa, sivyo? Naacha shughuli iendelee ya mambo yao. Lakini mimi nasema kwamba mahakama ikishamaliza kazi yake, inaendelea na kazi yake. Mimi nikiwa amiri jeshi mkuu, nitafungua vitabu vya sheria na wanasheria watakao nishauri. Nitaona kipengele kilichotumika kwa Mwinyi kuachia wahaini na Nyerere kuachia wahaini, nitakitumia hicho kumtoa Lissu. Whether anakosa sasa hivi au hana kosa, hiyo ni kazi ya mahakama. Yenyewe iendelee na shughuli yake. Itamaliza shughuli zake vyovyote itakavyomaliza. Lakini ahadi nilionayo mimi ni kwamba nimemaliza kuapishwa, Tundu Lissu anatoka. Watu wanaona kama ahadi yako hii ni danganya toto ya kuvutia labda baadhi ya kura za wafuasi wake, kwa sababu anatamani kwamba kama kweli mnaona Lissu hastahili kufanyiwa hiki kinachoendelea, mlitakiwa mmeonyesha mshikamano kwa kuhudhuria mahakamani, lakini kutoa matamko kama vyama vya upinzani vya kuonesha kutokukubaliana na hali hiyo. Lakini mmekaa kimya wakati wa kampeni, ndo mnaahidi mkishinda mtamtoa Lissu. Kila jambo lina mahala pake pa kuzungumza na wakati wake. Kwa hivyo sasa tunapozungumza ndo wakati wenyewe wa kuzungumza mambo haya. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba Tundu Lissu ana kesi yake kule, tunaiachia mahakama kwamba iendelee na hiyo kesi yake. Lakini pamoja na kesi kuendelea, tunachokuambia tu kwamba sisi hatusemea kwa kupitia watu. Kwa sababu kama yanamtokea Tundu Lissu ambaye ni wa chama cha upinzani, na mimi Gombo Samandito leo niko kwenye chama cha upinzani, naona mwenzangu ananyolewa pale, kwa nini mimi nisitie maji?
kwamba inawezekana hilo swala linalomkuta Tundu Lissu likaja kunikuta mimi. Unaona? Kwa hivyo ndio maana nasema kwamba haya mambo yanayopelekwa kisiasa na nini tunayaona na tunaacha utaratibu, kwa sababu sisi chama cha wananchi CUF ni chama cha haki. Tunakubali kuzingatia zile haki na kuacha utaratibu uchukue mkondo wake. Hata mimi nitakapokuja kuamua kumwacha Lissu nitatumia utaratibu. Sitatumia mamlaka yangu vibaya na nini. Kuna taratibu zilizopo ambazo nitazifuata na nitazitumia hizo ili kuhakikisha kwamba haki ya mtu imetendeka. Na Tundu Lissu mwenyewe na chama chake wanasimamia msimamo wa no reforms no election, ndio wakimaanisha kwamba pasipo mabadiliko ya sheria hatuwezi kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Kwa hiyo msimamo wa chama chao ni kuzuia uchaguzi huu usifanyike. Nyinyi mnaona hoja zao za kuhusu mabadiliko ya kisheria na kimfumo ya uchaguzi zina mashiko kiasi gani? Vita, unapokuwa na jambo unalifanya, huwezi kupambana na jambo ukiwa nje ya utaratibu. Itakuwa ni ngumu sana. Tanzania tulionayo ndio hii tulionayo. Ndio tunavyoishi. Tanzania ya rushwa, Tanzania ya watu kupotea, Tanzania ya uonevu, ndio tulionayo. Hatuwezi kukaa pembeni halafu tukasema kwamba jambo lile liishi. Lazima tuwe ndani mle ndio tumalize jambo. Huwezi kumaliza jambo ukiwa nje. Kwa hivyo sisi tunasema uchaguzi lazima ufanyike na CUF itashiriki, na kama watauharibu uchaguzi huu tupate sababu ya kuwashughulikia CCM. Kwa sababu nikwambie mtangazaji, si kwamba Watanzania hawana uwezo wa kushughulika na CCM. Lakini ukisema kuishughulikia CCM unaishughulikiaje nje ya eneo la uchaguzi? Unashughulika na watu. Kuna taratibu nyingi tu kaka. Taratibu ziko nyingi sana za kushughulika na watu. Ziko nyingi tu, tena ziko kisheria kabisa. Kama zipi? Ziko kisheria. Wewe kwa vile labda sio mwanasheria huwezi kuzijua, lakini uchaguzi ukaribiwa, lupo za kisheria ni nyingi tu ambazo tunaweza tukaamua kuishughulikia CCM kisheria na tukashughulika nayo kweli kweli. Lakini katiba tulionayo inakataza kufungua kesi yoyote kuhusu ushindi wa urais. Unaweza kufungua kesi gani nyingine? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au kama katiba zingine zote zilivyo, zina general statements. Zinasema kwa mfano kutakuwa na uchaguzi wa kumchagua rais na watu wana uwezo wa kumtoa rais. Halafu baada ya pale, hiyo sentensi moja fupi inakuwa na sheria zake, mavolume kama 5, 6, 7 hivi. Yanayoelezea sasa utaratibu wa namna gani ya kushughulika na jambo lile. Unaposema kwamba wananchi watachagua rais wao, kuna kuja sheria ya uchaguzi. Kuna kuja sheria ya vyama vya siasa. Kuna kuja sheria ya nini. Kutoka kwenye sentensi moja tu ya kwenye katiba. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia ni kwamba nafasi ya kushughulika na CCM wakifanya maovu ipo na ipo kisheria na tutashughulika nao. Ni ukisema ipo ndo tunataka tujue ni namna gani unaweza kushughulika na CCM nje ya kupiga kura na kutangazwa. Ndio maana nimeshakwambia kwamba katiba ina general statements. Do you know the constitution nafahamu. Nikupe mfano mmoja. Ibara ya 8 inatoa mamlaka kwa Watanzania ya kufanya nini? Ya kuweka rais madarakani. Lakini kuna ibara zingine ambazo zinasema mkimchoka rais mtamtoaje. Lakini haijawahi watu wanalalamika kumchoka rais, lakini hawajaattempt kufanya nini? Kumtoa. Kwa sababu utaratibu wa kumtoa ni mgumu, ndicho ninachozungumza hapa. Mgumu sio kutowezekana. Ni swala la muda. Kwa mfano rais unaweza kumtoaje? Kwa sababu ili umtoe rais kwa mujibu wa katiba. Katiba ambayo inataka bunge ndilo lifanye mchakato huo. Bunge ambalo lina wabunge wengi wa CCM. Kwa mfano nyie CUF mmeshindwa kusimamisha wabunge kwenye majimbo zaidi ya 150. Mtakuwa na wabunge wapi wa kumtoa rais? Mpaka dakika hii CCM iangalia kama unavyoiangalia, lakini mpaka dakika hii CCM imepasuka na haikubaliani yenyewe kwa yenyewe. Kwa hiyo nataka nikwambie tu kwamba ndani ya CCM mle kutatokea watu humu watakao mkataa rais humu. Kwa sababu mpaka dakika hii, pamoja na kwamba wapinzani sisi tumekaa pembeni tunayasikilizia, lakini kiukweli ni kwamba sisi taarifa tunazozipata kwamba CCM inaharibu tunazipata kutoka kwa wana CCM. Nitakupa mfano tu mzuri. Dakika hii tunavyozungumza hapa, alitokea Ndugai marehemu, Mungu amrehemu aliko, akalalamikia ukopaji wa ovyo ovyo na ikabidi ajiuzuru kutoka kwenye uspika. Katokea Mpina amezungumza ubaya. Hao ninazungumza ni watu ambao wako ndani ya CCM, wanazungumza ubaya wa CCM yenyewe. Na sio watu wadogo wanaolalamika. Matumaini yenu ni kwamba CCM itashughulikiwa na wana CCM wenyewe. Nyinyi kama wapinzani hamna. Matumaini yetu ni kwamba CCM itashughulikiwa na Watanzania bila kujali ni mwana CCM au sio mwana CCM. Sasa atakayekuwa ndani ya ile line ya kumshughulikia CCM, huyo ndo atakayemshughulikia CCM kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa sababu kila jambo lina utaratibu, hata kuingia hapa Wasafi tulipita kwenye njia ya kuingilia, hatukuruka ukuta.
Kwa hiyo watakao kuwa bungeni ambao hawaridhiki kama kina Mpina na watu wengine ambao hawaridhiki wako kimya, lakini zikiambiwa kupigwa kura zitapigwa na watu, mambo yataonekana. Lakini tumeshuhudia bunge lenye 96% ya wana CCM na hapakuwa pana kura zozote za kuipinga CCM. Leo sio kesho. Wewe unanihoji hapa leo ukiwa mtu mzima na ndevu zako, lakini miaka 5-6 iliyopita ulikuwa huna ndevu. Kwa hiyo kila jambo lina muda wake. Muda nini huko mbele wana CCM? Muda utafika na kimsingi umeshafika. Mpaka sasa hivi CCM ni kwamba haipo. CCM iko pale kama ni kiini macho. Kiini macho hicho kimewekwa kiko pale. Uliza wana CCM wengi, ukiwauliza hata kina Warioba wanakosoa mambo yote haya wanayasema. Kwa hiyo nataka tu nikwambie kwamba CCM iliyopo sasa hivi ni kiini macho. Watanzania wanatakiwa kumalizia tu kuitoa CCM madarakani. Imeshatoka yenyewe kimsingi kwa uongo wake na kwa mambo inayoyafanya. Lakini hapo mnalalamikia mfumo wa uchaguzi kwamba dola inaingilia hapo. Wanalalamika hao, Gombo Samandito hawezi kulalamika, na ndio maana mimi nimechukua hatua. Mimi nimechukua hatua ya kwenda CUF na kuomba ridhaa ya wana CUF ili mimi nikashughulika nao. Kulalamika mimi sipendi. Nawaambia Watanzania wasilalamike. Wanalalamikia nini? Wanamlalamikia nani? Nyani akiingia kula mahindi unalalamika badala ya kumfukuza. Ukilalamika atakula mahindi yako. Na ukisusa uchaguzi wanakuambia ukisusa wenzio twala. CUF ilisusa uchaguzi Zanzibar baada ya Jecha kufuta uchaguzi wakasusia. Kwani CCM ilisimama kuacha kutawala? Iliendelea. Kwa hiyo Watanzania mimi nawasihi kupitia vyombo vya habari hivi, asitokee Mtanzania wa kulalamika. Asitokee Mtanzania wa kulalamika kwamba CCM inafanya vibaya. CCM kama CCM ilivyo haina makosa. Haina makosa. Wenye makosa ni Watanzania ambao wanayaona makosa yanatendeka, hawachukui hatua. Na ndio maana mimi leo Gombo Samandito hapa, mimi kwa nafasi yangu nimechukua hatua ya kugombea. Na ninawaambia Watanzania wakapige kura kuiondoa CCM. Ili CCM ikitumia mabavu kubaki madarakani, tuwe na sababu ya msingi ya kusema hawa hawakufanya vizuri ili tuweze kushughulika nao. Kwa hiyo Watanzania wasilalamike, kwa sababu kulalamika hakusaidii. Ni kama ule usemi wa Kiswahili unaosema kwamba kelele za chura hazimwachishi ng'ombe kunywa maji. Sasa wanapiga kelele wakati huo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia anazungumzia habari ya yeye kujigeuza kwa chura, asisikilize watu wanaosema maneno yote. Kwa hiyo amejifanya kiziwi na kasema maneno hao yeye, sio Gombo Samandito. Kasema yeye mwenyewe Rais Samia, kasema yeye. Gombo, nikiwasikiliza baadhi ya wanakafu ambao sasa hivi wameamua kukaa pembeni, wanakuona kama unafanya vichekesho kwa sababu unazungumzia kuitoa CCM kipindi hiki, lakini wanasema wao walijaribu na ile kafu ya ngangari na ngunguri iliyokuwa inakusanya maelfu ya watu wanajaa Jangwani na Kidongo Chekundu kuisikiliza kafu, lakini ilishindikana kuitoa CCM. Leo hii wewe ukiwa na kafu hii ambao wanaiona kama inachechemea sana, unazungumzia kuiondoa CCM. Wanaona kama unafanya utani. Ungekuepo wakati Nyerere anawekwa ndani anapigania uhuru, nafikiri ungesema maneno kama haya ya kusema kwamba unawezaje kumtoa mkoloni. Wako waliosema kwamba huwezi kutoa mkoloni, lakini mkoloni alitoka. Kwa hiyo kuna a necessary condition for something to happen. Kila wakati unapozungumza kuna wakati wa jambo kutoka. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sisi unapozungumza kafu ya enzi zile sio kafu ya Gombo Samandito. Lakini ile wanaona ilikuwa na nguvu zaidi, ndio ilikuwa chama kikuu cha upinzani hapa Tanzania. Kafu ya sasa hivi inaonekana haipo hata kwenye vyama vitatu vikubwa hapa Tanzania. Hata dunia imebadilika. Wakati ule hatukuwa na hivi vipindi kama hivi unavyovisema hivi, wala mitandao ya simu wala nini, hatukuwa na hivyo. Watu dunia hii wanahamasisha maandamano kwa mitandao. Na maandamano yanafanyika na nchi zinapinduliwa. Unaona? Kwa hiyo wakati ule wa kafu ile unayoizungumza ni wakati huo baba. Sio wakati huu. Wakati huu ni mwingine. Na kila wakati una mambo yake. Kwa hiyo sasa hivi kafu ya sasa ni ya moto zaidi kuliko unavyoifikiria, kuliko ambavyo watu walikuwa wanaikariri huko nyuma. Ni ya moto zaidi sasa hivi. Kwa hiyo nikwambie tu usiwe na wasiwasi wala usihangaike sana na historia. Vitu wake uko wapi sana hiyo kafu, kwa sababu vurugu za mitandaoni hatuioni kafu. Mitandaoni tunawaona zaidi watu wa Chadema, lakini tukija mtaani kwenye mikutano ya hadhara pia tunaona mikutano yako inakuwa na watu wachache tu. Moto wa kafu uko wapi? Inategemea na lengo yako unayoangalia, lakini ukiingia YouTube mpaka sasa hivi utakuta mle na unguruma kila page niko pale. Sasa wewe unaanza kuzungumza kwamba sisi utuoni, nafikiri labda wewe una interest zako na channel zako zingine, lakini sisi na kuona ukipostiwa na vyombo vya habari kama Wasafi tunakupeleka, lakini unazungumza wale wananchi waliopo huko mitandaoni. Wananchi tunakwambia hivi, kuna wanaoona anasema hapa ndipo penyewe nasubiri siku ya kupiga kura. Kuna wanaoona wana react.
wanasema wanaweka like au wanafanyaje. Lakini wanaoona kwa mfano kama sasa hivi hapa hatusubiri tena habari ya mtu kulike kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanatuona hapa kwenye television tunazungumza ya mambo. Watu wanaridhika na sera za CUF. Sera za CUF ni sera zinazotekelezeka, ni sera ambazo ni sera za uhakika. Kwa hivyo una matumaini ya kushinda urais? Yaani mimi nakwambia hivi, kitu ambacho kipo ni vyombo vya dola vinapaswa kuwa neutral. Vikiwa neutral, Gombo Samandito linatangazwa saa 3 saa 4 asubuhi kwa rais wa Tanzania. CCM haipo. Issue ni swala la vyombo vya dola. Na vyombo vya dola naviambia na narudia tena kuviambia kwamba vikipendelea vitakuwa vimechangia kuiharibu amani ya Tanzania. Na vikiharibu amani ya Tanzania visitegemee kuirudisha kirahisi kama wanavyoweza kufikiria. Kwa sababu sasa hivi kuna wale vyombo vya dola wala ambao ni wakubwa kule juu wanaokaa na viongozi wa CCM kule, wana dunia yao. Tofauti kabisa na vyombo vya dola ambao tunahangaika nao kwenda kujipanga kutibiwa kwenye gharama kubwa za matibabu, tunaojipanga nao kwenye vumbi, tunaojipanga nao wapi. Hawa wana mawazo tofauti. Kuna wale ambao hawakati vikokotoo, watumishi wa umma, na wale ambao wanakata vikokotoo ambao tuko nao huku, ambao wanaumia hawa. Unaona? Wale walioko juu wanasema mambo ni shwari, lakini vyombo vya dola ndio pekee ambavyo vinaweza determine amani ya Tanzania iwepo au isiwepo. Kwa kuwa neutral, wakiwa neutral, amani ya Tanzania itakuwa imetulia. Kwenye hesabu zako unaamini utashinda urais kwa asilimia ngapi? Nitashinda kwa asilimia 70 hivi, 70 na zaidi. Kwa sababu Chama cha Mapinduzi hakuna naye kitaka tena. Ili mradi vyombo vya dola iwe neutral. Lakini utaongoza vipi serikali ikiwa nusu ya maeneo chama chako kimeshindwa kusimamisha wagombea ubunge, nusu ya majimbo yaliyopo? Utaongoza vipi hiyo serikali, sababu kabla hata ya kura kupigwa tayari hauna nusu ya wabunge, na bado uchaguzi ukifanyika kuna sehemu nyingi ambayo wagombea wako watashindwa? Rais unapokuwa madarakani unakuwa na mamlaka. Na sheria ziko nyingi ambazo zinakuongoza wewe ufanye nini. Watanzania wote ni Watanzania ambao rais unapokuwa madarakani wanakuwa ni wa kwako. Sio wa Chama cha Mapinduzi wala wa CUF peke yake. Sheria inamruhusu rais kuchukua yoyote na kumweka kuwa msaidizi wake. Nitachukua yoyote anayefaa na kumweka kuwa msaidizi wangu. Sio kwamba hilo bunge lenye wabunge wengi wa vyama vingine ndo atakutoa wewe sasa sabli na mamlaka hayo. Angalia mioyo na kitu unachokifanya. Unatolewa kwa dhambi zako. CCM sasa hivi wanagombana kule kwa dhambi zao. Na bahati nzuri na Mungu ametusaidia sana kwamba wanasemana wao. Paka rais anasema dhambi zake mwenyewe. Rais Samia huyo anayegombea anasema dhambi zake mwenyewe, sio sisi tunamsemea kumwekea maneno mdomoni. Amesema dhambi zake zipi? Kasema watu wale kwa urefu wa kamba zao. Kasema hataki kusikiliza Watanzania, yeye amekuwa ni chura. Juzi tu hapa amezungumza habari ya Ali Kibao ametekwa kula, akasema kifo ni kifo. Kwa nini Watanzania mnatulaumu kwamba sisi hatuchukui hatua kama serikali? Tunajua sisi rais ndo namba 1, ndo mlinzi wa sheria za Tanzania na uhuru wa watu na haki za watu na maisha ya watu. Halafu hawezi yeye akawa rais akaanza kuwashangaa watu wanaomshangaa kwamba hajachukua hatua za watu wanaotekwa, wanaopotezwa. Kwa hivyo haya maswala sisi tutaweza kuongoza. Wao CCM wanajitangaza wenyewe na makosa yao. Hili ni swala ambalo Mungu ameamua kuliweka wazi ili kila Mtanzania alijue kwamba CCM ni waovu, wanajitangaza wao. Kina Nape wanasema tutashinda kwa vyovyote vile. Wengine wanasema tutapoteza watu watakao msema nani. Wanajisema wao. Mwingine anasema mkuu wa wilaya fulani aliwahi kusema kwamba bwana mnafikiri madiwani ninyi mmeshinda, ni vyombo ndio vimefanya kazi. Mwingine anajiita yeye ndio chinja wa watu wanapinga. Na nimemsikia na Harry James juzi hapa naye anazungumza, kama unataka kufa umeshindwa kwenda kugongwa na gari na nini, andamana. Kauli za wana CCM. Lakini haya yote mimi namshukuru Mungu sana kwamba ameamua kuwajaza akili hiyo wana CCM ya kujisahau mpaka wanasema maovu yao wao wenyewe. Sisi tunamalizia tu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Watanzania wanaijua CCM ilivyo mbaya. Wanasubiri kumalizia tu. Maneno ya Gombo Samandito ndio yanawapa moyo wa Tanzania na kuwatia hamu ya kubadilisha serikali iliyopo madarakani. Asante. Bana, nipo na Gombo Samandito Gombo, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Wananchi CUF. Hii ni 1on1 ya Wasafi TV na mimi ni Charles William. Break fupi ya dakika 1, alafu narudi kuzungumza kwa kina na Gombo kuhusiana na sera zake sana. Tulianza kupita kwenye maeneo mbalimbali ya hali ya kisiasa hapa nchini. Tutakaa kidogo tuzungumze kuhusiana na sera zake. Ahadi zake ni zipi hasa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu?
One on One with Charles William. Tumerejea Wasafi TV One on One. Charles William, leo nipo na Gombo Samandito Gombo. Huyu ni mgombea urais kupitia chama cha wananchi kafu, the Civic United Front, moja kati ya vyama vya siasa vikongwe kabisa hapa nchini ambavyo toka tunaanza mfumo wa vyama vingi imekuwa vikitikisa siasa za Tanzania. Na sasa hivi mwaka 2025 kwa mara ya kwanza Gombo ndiye ambaye anapeperusha bendera ya chama cha wananchi kafu baada ya miaka mingine yote Profesa Ibrahim Haruna Lipumba kupeperusha bendera ya kafu. Gombo, watu wanatamani kujua ni yapi hasa makubwa wayatarajie kwenye siku zako 100 za kwanza, lakini pia kwenye miaka 5 ya uongozi wako. Kwa kifupi, hebu tupe dondoo za mambo gani makubwa yatarajiwe kwenye uongozi wako, iwapo Watanzania watakupa ridhaa yao kwa njia ya kura Oktoba 29. Ninayo mambo mengi, nitasema machache ambayo nitayamaliza nikimaliza kuapa tu, nayamaliza pale pale. Kuna mengine ambayo yatasubiri kidogo muda. Kuna yale ambayo nikimaliza kuapa tu kwamba nimeapa mimi nitailinda katiba Gombo Samandito mimi rais, namaliza hapa hapo. Swala la elimu bure nitalimaliza pale pale. Itaanza mara moja. Litaanza mara moja. Sio elimu bure ambayo inatangazwa na CCM. Ya michango mingi mashuleni, madawati, watu kuchangia, walimu wakajitolea. Hapana, mimi elimu itakuwa bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Hakuna mkopo wa chuo kikuu utakaotolewa, isipokuwa watapewa posho wanafunzi. Kama ambavyo mimi nimesoma kwa kupewa posho, watapewa posho wale. Unamaanisha kwamba hawatarudisha? Hakuna cha kurudisha, hakuna cha kurudisha. Watapewa posho, watafanya kazi na wakimaliza wataajiriwa wote. Hakuna cha kwamba ni kitu gani kingine. Afya itakuwa bure. Hakuna bima ya afya. Sisi tutafuta bima ya afya dakika hiyo. Haya nitayamaliza dakika moja baada ya mimi kuapa. Nikimaliza kuapa tu, elimu bure, afya bure, unaona. Nikimaliza kuapa tu, umeme. Hakuna service line charges za kupeleka umeme kwa mtu. TANESCO, mtu akimaliza kujenga nyumba, TANESCO atamkimbilia kwenda kumwekea umeme. Yeye atakachofanya ni kufunga tu wiring mle ndani kwake na kuanza kununua umeme. Akinunua umeme analipia kidogo. Kama ambavyo watu wa simu wanafanya, anakupa line ya simu bure, halafu ukinunua voucher unamlipa kidogo gharama ya simu yake. Tutafanya kitu cha design hiyo. Hayo ni ya kumaliza mara moja. Dakika moja nikimaliza mimi kuapa. Swala la ajira, nitaajiri watu wote. Hayo nitayamaliza dakika moja baada ya mimi kuapishwa. Si swala la kusema kwamba mimi nitasubiri. Dakika moja nikimaliza tu kuapa, natangaza hizo ajira, watu wote waajiriwe, wenye sifa wote, wenye vyeti vyao wataajiriwa wote, kwa sababu upungufu wa wafanyakazi ni mkubwa mno. Wataajiriwa wote unamaanisha nini? Nina maana ya kwamba kama wewe ni mwalimu utaajiriwa kwenye ualimu. Kama wewe ni daktari utaajiriwa kwenye udaktari. Kama wewe ni afisa habari utaajiriwa kwenye afisa habari wako. Utaajiriwa. Serikali itaweza vipi kuajiri watu wote hao, Gombo? Nikupe tu mfano mdogo na wewe ufanyie kazi kidogo. Nenda kwenye shule yoyote ile ya kata Tanzania, yoyote ile iliyo karibu na wewe. Kawaulize pale kwamba walimu wanaohitajika ni wangapi, waliopo ni wangapi, na gap ni walimu wangapi. Halafu rudi mtaani kwako uangalie. Kule kama utakuta kuna gap, rudi mtaani kwako uangalie wako walimu wangapi ambao wana vyeti ambao hawajaajiriwa. Mimi nitaliziba hilo gap kwa watu waliopo tayari. Walimu wa kufundisha wapo. Wataajiriwa wachache kulingana na nafasi zitakazokuwepo. Sio kwamba wataajiriwa wote. Maana ukisema wataajiriwa wote, nafasi ziko nyingi za kuajiriwa watu kuliko wasomi walioko mtaani, my friend. Understand that. Tafadhali bwana. Mimi nimekuwa mkurugenzi bwana. Wewe hujawahi kuwa mkurugenzi. I know. Ninachokizungumza nakijua. Nimekuwa mkurugenzi wa halmashauri, naitwa mwajiri. Ninachokizungumza nakifahamu sana. Sio kwamba nazungumza kitu ambacho ni cha kubahatisha. Nakifahamu vizuri kwa undani. Nafasi za kazi ni nyingi kuliko mahitaji. Wewe unakadiria kwamba tunaweza tukapata nafasi za kazi ngapi Tanzania ambazo ziko wazi huko serikalini? Ni swala la statistics ambazo kwa hapa siwezi kukuambia kwamba ni ngapi. Siwezi. Lakini ninachojua tu ni kwamba mimi kwa kuwa mkurugenzi nimeshawahi kupata zile taarifa za kuwa kule kwa kuna taarifa serikalini kwamba hapa tunahitaji wafanyakazi kadhaa, waliopo kadhaa, gap kadhaa. Hizo taarifa huwa zipo. Na sasa hivi ukizifuatilia unaweza ukazipata. Sasa kwa uzoefu wangu, nafasi ni nyingi kuliko hata watu walioko mtaani ambao hawana kazi. Kwa sababu watu waliopo mtaani hawana kazi, tuna watu ambao wamemaliza vyuo vikuu kutoka mwaka 2014, 15, miaka 10 iliyopita,
wote hawana ajira. Ukichukua makundi hayo ya wahitimu wa vyuo vikuu, vyuo vya kati ambao hawana ajira, ukisema wote wewe utawapa kazi serikalini, tunajiuliza ni kazi ziko wapi? Hizo ajira ziko sehemu gani hasa? Sijui kama unanielewa ninachokizungumza. Nimekwambia wewe mwenyewe rudi kwenye kata yako, kachukue shule tu, mfano mmoja tu wa shule. Uende ukaangalie pale gap la wanaohitajika na waliopo. Halafu utakuja uniambie hapa kwa takwimu zilizopo sasa hivi mahitaji kwa mfano ya walimu ni kati ya 40% mpaka 50%. Hilo ni kundi ambalo linaweza kuzibwa. Tuna wahitimu wa miaka 3-4. Ukisema utaajiri wote, tuna wahitimu wa zaidi ya miaka 10 ambao hawana ajira. Wataenda wapi hao wengine? Shule za kata Tanzania ziko kata 4,000 na zaidi. 4,000 nafikiri na 4,000 na kitu. Siko around 4,000 kata Tanzania. Chukulia tu kila shule ya kata ambayo ipo ya sekondari. Achana na shule za msingi. Achana na vyuo vya VETA, achana na vitu vingine. Shule ambazo ziko labda tuchukulie 4,000 zina walimu 5 kwa sababu ni shule za kata nyingi huwezi kuikuta ina walimu angalau 10. Ni kitu kigumu sana. Wakati unakuta ina wanafunzi labda 1000. Wanaotakiwa pale unajikuta kwamba wanatakiwa walimu labda 100 au 200. Halafu wako walimu 10. Sasa chukulia labda 90 mara hizo 4,000 ni walimu wangapi walioko kule ambao hawajaajiriwa tu na kisingizio ni kwamba pesa hakuna. Kwa hiyo nataka nikwambie gap lililopo ni kubwa mno. Hospitali Magufuli enzi zake amejenga hospitali kila wilaya nyingi sana. Wakatokea wana CCM baadhi wakawa wanazungumza kwamba hospitali yanajengwa mengi hayana vifaa, hayana watumishi, hayana nini. Lakini ukweli ni kwamba watumishi wako mtaani. Hawajaajiriwa tu. Majengo yapo ya hospitali hayana watumishi. Sasa unaponiuliza kwamba watumishi wanaenda wapi, mimi na kushangaa. Mimi naona sehemu za kwenda watumishi zipo za kutosha kabisa. Watu wanaona kama sera yako hii ya kutoa ajira kwa watu wote wenye vyeti wasiokuwa na ajira haitekelezeki, kwa sababu sasa hivi kwa mwaka wanapatikana wahitimu zaidi ya 200,000. Ukiwa unasema utatoa ajira kwa wote, na sasa hivi serikali yote hii ina watumishi ambao hawazidi 600,000. Sasa kama unazalisha wahitimu zaidi ya 200,000 kwa mwaka na watumishi wote ulionao sasa hivi ni kama 600,000, unaposema utatoa ajira kwa wote waliopo mtaani wenye vyeti, unawapeleka wapi wakahudumie sehemu gani? Kwa sababu tuna watu zaidi ya milioni 10 ambao hawana ajira rasmi, wapo kwenye shughuli zisizokuwa rasmi. Unapotoa ajira hizo, unapotoa tangazo hili la ajira, wanaenda kwenye sehemu gani? Labda sasa unatakiwa kuelewa kidogo, ndugu mtangazaji. Tunapozungumza ajira, tunazungumza ajira zilizo rasmi na zisizo rasmi. Kwa ajira za serikali ndizo tunazozungumza, kwa sababu unazungumza kuzitoa wewe ndani ya serikali. Ndio nakwambia sasa. Nimekupa mifano, sijui kwa nini hutaki kuielewa. Nimekupa mifano midogo tu. Ya kwamba nenda kwenye shule yako ya kata kaiangalie, nenda kwenye hospitali. Ukienda hapo Muhimbili hapo, wanalalamika upungufu wa wafanyakazi. Lakini is it true kwamba hakuna madaktari mtaani kule wanaozunguka tu na vyeti vyao? Mimi nakubaliana kabisa na sasa kwa nini hukubali kwamba nafasi za kazi zipo? Ambacho nahoji sio kwamba sikubaliani nacho, ila nahoji unieleze kwa kina ni jinsi gani utaajiri watu wote kama unavyosema. Kwa sababu neno linalonipa shida hapa ni neno wote. Nafasi zipo za kuajiri wote. Kwa hiyo nitawaweka humo wote. Kama sehemu kuna Muhimbili kuna upungufu wa madaktari 100, nitaajiri hao 100 niwapeleke pale. Kama hospitali ya Amani iliyojengwa Kivule kule, ukienda kule sasa hivi unakuta tu wanatembea, utakuta wafanyakazi 2-3 wangapi wanatembea. Hakuna wafanyakazi wa kutosha kule. Mimi nitajaza kule. Hiyo ndio maana yangu mzee. Kwamba nafasi zipo na wewe mwenyewe ni shahidi. Nenda tu hospitali yoyote ya serikali. Nenda shule yoyote ya serikali. Nenda ofisi ya mtendaji yoyote ya kata. Utakuta mtendaji yuko pale, lakini anahitajika afisa maendeleo ya jamii pale, anahitajika afisa ardhi pale kwenye kata, anahitajika sijui nani pale afisa mifugo kwenye kata, hayupo. Mimi nakwambia nitaajiri wote hawa na wote nitawapeleka kwenye kata. Watafanya kazi kutokea kwenye kata. Sasa hivi unasikia hata kwenye jeshi la polisi wenyewe, wana polisi kata mmoja, kwenye kata nzima unaweka polisi mmoja, unategemea ahudumie watu wangapi pale? So we need more policemen kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa watu. So we will employ them. Waende wakafanye kazi kule. Magepu yaliyoko kule. Nimekusikia ukisema kwamba una mpango wa kujengea watumishi wote wa serikali nyumba.
sera hii watu pia wanaona ni sera ambayo haitekelezeki. Watu wengi sana wana kile kitu kinaitwa it is always impossible until it's done. Watu wengi huwa hawawezi kuona nyuma ya pazia. Wanafikiri kila kitu hakiwezekana tu kwa sababu yeye hajakifanya. Hivi vitu vinawezekana. Umetoa wapi mfano huo wa kujenga nyumba kwa wafanyakazi wote wa serikali? Ni nchi gani inafanya? Nitakupa mfano moja. Sio lazima nitoe mfano kwa nchi zingine, japo mifano ipo, lakini sitaki kutoa mfano mwingine. Nataka sisi ndio tutolee mfano kama wa Tanzania. Sisi sio watu wa kuwa tunakwenda tunakopi tu kila mahali. Kitu kinaweza kikaanzia Tanzania vile vile. Nataka nikupe mfano mmoja. Jengo la PSSF, yale majengo pacha yale yaliyoko katikati pale, kama sikosei sana takwimu, yametumia zaidi ya bilioni 300 kujengwa. Lakini hayo majengo mpaka sasa hivi hajajaa wapangaji. Yametumia pesa ya serikali kujenga yale. Bilioni 300 ukijenga nyumba za milioni 20. Ukajenga nyumba za milioni 20, utajenga nyumba ngapi? Lakini nyumba ya milioni 20 kwa watumishi hapa ndani ya jiji la Dar es Salaam, unatoa wapi nyumba ya milioni 20? Si nyumba inakuwa na hali mbaya sana hiyo. Mabweni aliyojenga Magufuli ya chuo kikuu, estimates zake zilikuwa mabilioni ya hela. Yeye akajenga kwa bilioni 10 majengo yakakaa pale. Kwa hiyo ni swala la mindset. Watanzania wamezoea kuambiwa gharama kubwa, wamezoea kudanganywa, wamezoea kuaminishwa kwamba kila kitu ni gharama kubwa. Jambo ambalo sio la kweli. Mimi nitajenga nyumba za milioni 20. Nitajenga nyumba za gharama nafuu. Sio kama zinazojengwa magorofa na National Housing halafu gorofa unaliita la gharama nafuu. Gorofa unasema hilo jengo ni la gharama nafuu. Haiwezekani. Haiwezekani. Nikwambie tu mimi kama mtaalamu wa mambo ya mipango miji na mambo ambayo unayazungumza ya construction nimeyasoma. Gharama sio hizo unazoambiwa mzee. Mimi nimesimamia halmashauri na kuona, mimi nitakupa tu mfano mdogo. Niliwahi nikiwa mkurugenzi kuandikiwa estimates za kujenga kibanda cha mlinzi, nikaambiwa ni milioni 15. Lakini nilipokisimamia kiligharimu milioni 3. So kuna overestimates nyingi sana serikali, na ndicho hicho ninachokuambia. Serikali ya Tanzania badala ya kuhangaika kufikiri hatuna pesa, tunatakiwa tudhibiti matumizi ya pesa tu. Kwa kudhibiti tu matumizi, everything is possible in Tanzania. Kwa kwenye bajeti hii ya nchi hii iliyopo, wewe ukiwa rais unaweza kutoa elimu bure, matibabu bure, na ukajengea nyumba watumishi wote wa serikali, lakini hapo hapo ukawaajiri wote na ukalipa mishahara yao. Bajeti hii iliyopo ni bajeti ambayo imetengenezwa kimtindo wa kirushwa, kimtindo wa kutowajibika, kimtindo wa nini na nini. Yani imetengenezwa ovyo ovyo. Bajeti tunayohitaji wa Tanzania na bajeti nitakayoanza nayo mimi mwaka wa kwanza itakuwa si chini ya trilioni 200 za Kitanzania. Si chini ya trilioni 200 za Kitanzania. Kwa bajeti nitakayoanza nayo mimi. Kutoka hapa kwenye trilioni 50 mpaka trilioni 200. Trilioni 200. We have the money, we have the resources, we have everything. Hii bajeti inayotengenezwa hii, nikiwa mtu mzoefu ambaye nimekaa serikalini na kushiriki kwenye kutengeneza bajeti. Hizi bajeti ziko very underestimated. Very underestimated. Na hizi zinapotolewa, kwa mfano bajeti ya trilioni 56.5 hii iliyotolewa kwa sasa, maana yake kuna trilioni 50 nyingine ambayo ni hidden, ambayo itapita kwenye njia ambazo ni za panya. Ukumbuke njia zipi za panya? Hebu tueleze hizo njia za panya, maana yake umesema umekuepo serikalini, kwa hiyo utakuwa. Na nitakueleza na hizo njia za panya ninazokuambia. Sasa hivi tunapozungumza hapa kuna parallel system ya ukusanyaji wa mapato. Parallel system. Yaani unapoambiwa kwa mfano kuna control numbers hizi, kuna polisi wanasimama na POS barabarani, kuna halmashauri zinasimama na hivyo vidude hivyo. Kuna watu wanacheza navyo vile. Unakuta kwamba pesa inayotakiwa kuingia serikalini inaingia labda nusu, nyingine inapita pembeni. Hiki kitu kipo. Na si mimi tu ninakizungumza. Hizi takwimu na maneno haya yanayozungumza, CAG kazungumza. Rais mwenyewe alishaye kuzungumza. Hii swala la pale sisi kuna inform na form 1 ambazo zinakwenda. Kwa hiyo hizi budget zinaandaliwa hivyo. Kwa unamaanisha kinachoingia ni robo tu ya kinacho, hata robo hakifiki. Kingi kinaliwa tu njiani. Ulibaini hilo ulipokuwa mkurugenzi Mbinga? Nilibaini hilo na sasa hivi naendelea kulibaini kutokana na ripoti za CAG. Hebu tueleze hatua ulizochukua ulipobaini hilo ulipokuwa mkurugenzi wa halmashauri ya Mbinga. Sheria zilizopo ni moja ya vitu ambavyo nikwambie nitavimaliza haraka haraka, ni pamoja na kubadilisha sheria. Nikiingia tu madarakani naanza na kubadili katiba pale pale na sheria za utumishi wa umma ambazo zinamfanya mtumishi wa umma hata anayeiba
hawezi kuchukuliwa hatua. Kwa ulishindwa kuchukua hatua. Huwezi kuchukua mfanyakazi wa Tanzania kwa mujibu wa sheria za utumishi wa Tanzania, hawezi kufukuzwa kazi kirahisi akiwa ameiba. Hawezi mzee, kwa sheria zilizoko. Ni nini ambacho kinamlinda? Sheria ipi hasa? Kwanza nikupe mfano mmoja. Sheria ya utumishi wa umma iliyopo sasa hivi inatoa adhabu za aina 3 kwa mwezi. Haijalishi umeiba shilingi ngapi. Unaona? Na haikwambii urudishe pesa. Ukiiba ukakamatwa, adhabu ya kwanza ni au barua ya onyo. Umeiba milioni 50, unatakiwa tu upewe barua ya onyo. Au kama hii sio, unakatwa mshahara wako, asilimia nafikiri 20 kama sijakosea, kwa muda wa miezi 6. Huambiwi urudishe pesa au ufukuzwe. Sasa sheria hii inatoa nafasi kwa vyombo vingi kujadili huyu mtu afukuzwe au asifukuzwe. Nikitoa mfano wa halmashauri, mkurugenzi hana uwezo wote wa kumfukuza mfanyakazi. Anaweza kubaini kosa lake na analipeleka kwenye kamati mbalimbali zikiwemo za madiwani wa CCM ambao ni wala rushwa wa kutosha. Kwa mtu anaiba milioni 200 au unampeleka kule kwenye baraza la madiwani kule, anabainika na kosa, halafu anaambiwa kwamba mkurugenzi, tunaona huyu mtu apewe onyo tu. Lakini mkurugenzi ana mamlaka ya kumsimamisha mtumishi wakati hizo hatua zikichukuliwa. Ulisimamisha watumishi wangapi ambao walibainika kufanya madudu haya? Kufukuza mtu kazi. Wewe ulichukua angalau hatua? Nimeshasimamisha watu wengi sana. Uliza mtu yote Mbinga kule. Nimeshasimamisha watu sana. Lakini unamaliza kumsimamisha mtu, anakuambia kabisa niko likizo nikapalilie mahindi yangu, nikimaliza narudi. Na sheria inasema ukimsimamisha mtu kazi sasa hivi, unaendelea kumlipa mtu mshahara wake full. Wala huachi kumlipa. Umemsimamisha, kazi hafanyi na mshahara unamlipa full. Unaona? Sasa hayo ni matumizi mabaya ya pesa na sheria hiyo ni mbovu. Hiyo ni sheria mojawapo ambayo nitaipiga rungu. Siku ya kwanza tu nitasema hiyo sheria ianze kubadilishwa ili iweze kutoa nafasi kwa watu kufanya kazi na kuwajibika. Sasa hivi watu hawajibiki. Nikikusikiliza Gombo, ni kama unaniambia kuna madudu mengi sana huko serikalini na ndani ya Chama cha Mapinduzi, sivyo? Madudu ni mengi alfu kidogo, ambao shughuli inatakiwa kusafisha. Kama ni nyumba, unatakiwa utafute visafishio vingi vya kusafisha nyumba. Sasa hivi nyumba ya CCM sasa hivi ni mbovu. Kwa nini ulivumilia kukaa CCM na ndani ya serikali kwa kipindi chote mpaka umri wako huu ndio umeamua kwenda upinzani? Labda nikupe historia yangu fupi kidogo. Mimi nimefanya kazi kama afisa mipango miji manispaa ya Ilala kwa miaka 9. Nikahamishwa Songea nikafanya kazi mwaka mmoja, nikaacha kazi. Kwa hiari yangu 2010. Niliacha kazi kwa kutovumilia hayo. Kwa sababu mimi nilitaka niende hivi kwa utaratibu ambao utaleta maendeleo kwenye nchi, lakini system iliyopo inataka kwenda hivi. Nikaona mimi siwezi kuwa part ya hiyo CCM. Niliacha kazi. Lakini ulibaki kuwa mwana CCM. Nilibaki kuwa mwana CCM. Baadaye niligombea ubunge jimbo la Mbogwe. Kura hazikutosha, of course kushinda nilishinda, lakini waliniibia tu kura kama kawaida yao. Kwa hiyo kwa sababu sikuwa mbunge niseme kura hazikutosha, na ukabaki kuwa mwana CCM. Nikabaki kuwa mwana CCM na observe, najifunza, naangalia namna gani njia nzuri zaidi ya kuweza kusolve hili tatizo. Baadaye Mheshimiwa Magufuli aliniteua kuwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga, ambayo I went there and I spent only 2 years. Mpaka alipokutumbua kutokana na ufanisi. Mimi sijatumbuliwa. Mimi niliondoka mwenyewe kwa barua, kwa kuandika barua yangu na nikaondoka. Na niliondoka kwa sababu niliona siwezi kukaa kwenye hiyo system ambayo mimi nataka iende vizuri, yenyewe haitaki. Nakwambia ndugu yangu, ukiwa umekaa vizuri ndani ya CCM, you cannot survive. Baada ya kuangalia sera za kafu na imani ya kafu, ikanidirisha nikaona nije kafu. Kwa mimi si Mtanzania, si kati ya wale wa Tanzania wanaolalamika kwamba serikali inaendeshwa vibaya. Mimi ni mtu ambaye nachukua hatua. Nikiona jambo linaenda vibaya nachukua hatua. Sio kulalamika. Mimi silalamiki. Nachukua hatua. Na mpaka dakika hii nawaambia Watanzania kwamba nimechukua hatua ya kuiomba mwenyewe nafasi ya urais ili nije nitende hizi haki ambazo nataka kuzitenda. Nimechukua hatua. Sasa ni chaguo la Watanzania na waomba wanipigie kura. Ila ni chaguo lao, maana siwezi kumpeleka ng'ombe kwenye bwawa la maji nikamshikilia mapembe anywe na maji. Nitampeleka pale, akinywa anakunywa, asipokunywa hanywi. Mpango wako ni upi kwenye kushughulika na masuala ya rushwa, ufisadi pamoja na uzembe kazini? Nataka tu nikwambie, kwanza hatua ya kwanza kabisa ni kubadilisha sheria ili ziweze kukubaliana na kushughulika na hawa watu, kwa sababu sheria zilizoko sasa hivi hazishughulikii hao. Ndio maana kuna TAKUKURU ambayo ni pambo. TAKUKURU inatembea na mgombea wa urais wa CCM, inatembea naye kule na inaandika message sasa hivi kila siku
kwamba usitoe rushwa kwa mgombea na nini. Lakini CCM inatoa rushwa hadharani na TAKUKURU wapo na hawafanyi lolote. Nitaanza na sheria. Ukisema inatoa rushwa hadharani unamaanisha kununulia watu baisikeli wakati wa uchaguzi manake nini? Kubeba watu kwenye maroro na wapeleka kwenye mkutano manake nini? Kuwapa watu 2,200, 5,500 na nini na wapeleka kwenye mkutano manake nini? Hiyo ni rushwa. Fanya wewe ambaye sio wa CCM kama TAKUKURU hawajakukamata. Kwa hiyo nataka nikwambie mimi nitaanza kwanza na sheria katika kushughulika na TAKUKURU na ufisadi na rushwa na kila kitu. Sheria zikae sawa. Cha pili nitakachokuja nacho kutokana na hizo sheria sasa. Tutaajiri watu, tutahakikisha kwamba pesa haziibiwi, lakini zikiibiwa adhabu zetu zifuatazo tutazitoa. Sisi hatutahangaika na mtu kumfunga haraka haraka. Tutakachokifanya tukimkamata mwizi, pesa ilipopotelea, kama pesa milioni 200 ikapotelea chumba hiki ambacho mimi na wewe leo tunaongea, ikapotelea humu, itapatikania humu. Itapatikania humu kwa gharama yoyote. Imepotelea pesa humu, tunajua kwamba tuliingiza milioni 5 humu ndani. Humu ndani kulikuwa na Gombo, kulikuwa na wewe, kuna na huyu anayetupiga picha, tulikuwemo watu 3. Na zimepotelea humu ndani kwa watu 3. Na sisi ndani tumo humu. Hizi pesa tunazitema sisi 3. Tusipozirudisha, kwanza kuzirudisha ni lazima, tutakufilisi. Atakayeiba, sisi priority yetu ni pesa kurudi, sio kukufunga. Sisi kumfunga mtu sio priority yetu. Kama ni hela ya hospitali imepotea, tunaitaka hiyo hela ya hospitali irudi ikajenge hospitali. Ukishindwa kutoa, kukufilisi namna hiyo, nakwambia hivi, Watanzania kwenye sheria tutazozirekebisha, tutawauliza Watanzania kwamba mwizi anayetuibia akaiba mali ya umma, sisi tunataka kujenga barabara haikujengwa akaiba, tutawauliza Watanzania tumfanye nini? Watanzania wakiniambia huyo mtu tumnunulie trekta, tumnunulie V8 na suti nzuri ya kuishi na tumpeleke likizo mahali fulani, tutampeleka. Kwa sababu Watanzania waajiri wangu watakuwa wameniambia tumpeleke huyo mtu mwizi. Wakiniambia tofauti na hivyo, nitatekeleza walivyoniambia Watanzania bila kupepesa macho. Nitatekeleza. Mimi Gombo Samandito nitatekeleza bila hata kupepesa macho. Ili mradi wa Tanzania wamesema hivyo kwamba Gombo tunakupa nafasi ya uraisi, tunakukabidhi sheria hizi hapa, mwizi akifanya hivi nunulie suti, nitanunua hiyo suti. Lakini Gombo, ahadi nyingi ambazo unazieleza ni ahadi tamtam. Kwa mfano chama cha wananchi CUF mnaahidi kutoa matibabu bure kwa Watanzania wote. Alafu hapo mnaahidi elimu bure kwa Watanzania wote. Hapo mnaahidi nyumba kwa watumishi wote wa serikali. Hizo fedha za kufanya shughuli yote mmeshakadiria kwamba inahitajika shingapi? Kwa mfano kwenye afya bure kwa mwaka mmekadiria inahitajika shingapi ili kupata uhalisia? Ndio bana nimekwambia mimi nitaanza na trilioni 200 budget yangu. Trilioni 200 ndio budget ya CUF tutakayoanza nayo, ambayo itaketa for all the needs we have in Tanzania. Na pesa hizo zipo kwa sababu mpaka sasa hivi pesa hizo zinakusanywa, ila nyingi zinaishia kwenye matumbo ya watu. Tutadhibiti matumizi na wizi wa pesa. Huo peke yake, kabla hatujaingia kwenye masuala mengine ya uwekezaji na nini. Hilo tu peke yake linaweza kutuletea hizo pesa. Kwa sababu mpaka sasa hivi nikwambie tu kitu kimoja. Wewe hapa ukianza kukalkulate aina ya kodi unazozilipa, zaidi ya 100 unaweza ukawa unalipa kodi wewe kwa siku. Ukiingia kwenye simu yako unalipa kodi. Ukinunua pipi pale unalipa kodi. Humu ukiwa ndani humu sasa hivi unalipa kodi. Yaani kila unachokifanya unalipa kodi. Unaona? Lakini kodi hizo zote pamoja na kuzilipa bado unaambiwa kwamba hatuna hela. Pesa ipo. Hatuna tatizo la pesa. Gombo, kwa sababu wewe umekuwa mkurugenzi wa halmashauri, huko nje kuna Watanzania wanadai kwamba kuna matumizi ya anasa serikalini. Ulishuhudia na uliaishi hayo matumizi ya anasa serikalini? Mimi nimeyashuhudia hayo, lakini kwa bahati nzuri mimi sikuyaishi hayo maisha ya anasa. Kwa sababu yapo katika eneo gani hizo anasa? Anasa ni kama hizo, kwa mfano unavyoona watu wanakwenda kwenye msafara wa mgombea uraisi na magari ya serikali, sio ya chama. Wakati ambao mgombea wa CCM litakuwa kwa na gari 5 au 10 tu. Kwa sababu ni rais tunamuongezea na gari nyingine. Mimi natembea na gari 3. Kwa mfano, unapompa waziri V8 ya milioni 500 ambayo
inakwenda sawa mwendo wake na gari Kulga ya milioni 30 au milioni 50. Ingekuwa nyie kweli ni wazalendo, mngekataa gari walizowapa wao, kwa sababu ni gari mmepewa wagombea urais mzunguke, na ndo hizo gari za anasa na za kifahari hamjakataa, mmechukua. Hizo ni ruzuku za serikali na zipo kwa mujibu wa sheria. Magari ya mawaziri yapo kwa mujibu wa sheria. Magari ya mawaziri ni anasa, sio lazima ununue gari hilo. Kwa mfano nikwambie tu, mimi nilipokuwa mkurugenzi nilikuwa natumia pickup double cabin, na niliambiwa ninunue hilo gari la milioni 500 nikakataa, na pesa nilikuwa nazo kwenye halmashauri. Kwa hiyo ni masuala ambayo tunagombea urais, hujaamua kutumia gari ya chini labda milioni 30-40, umechukua ili shangingi la mamilioni. Hizi tunachukua kwa sababu ni ruzuku ambayo serikali imeiweka pale kwa ajili ya vyama, na kwamba ujue kwamba vyama vinapogombea ni mali ya serikali. Unaona, ni mali ya serikali. Hakuna chama ambacho sio mali ya serikali, na ndio maana vyote vina leseni, vina vibali vyote, na vinaendeshwa kwa mujibu wa nani. Na ndio maana kila chama kinapewa pesa. Ana pesa hiyo ni kodi ya wananchi, ili kiweze kukitumia pesa hizo kwenda kuwaeleza wananchi kile kitu ambacho kinatakiwa kufanya. Kwa hiyo hicho walichokifanya kutupatia sisi, wametusaidia tu kutaka kuwafikia Watanzania wengi zaidi kwenye hiyo shughuli. Wamechagua wao kutupa hizo gari. Hata kama wangetupa Mark II Grande tungetumia. Unaona? Na hata kama wasingetupa kabisa tungetumia magari yetu. Lakini hiyo ni kodi yetu, ni kodi yako wewe, na inatumika kwa ajili ya manufaa yako wewe mwenyewe. Mtazirudisha gari hizi baada ya uchaguzi au mnabaki nazo? Utaratibu uko pale pale, kwamba vyama vya siasa vinaongozwa na sheria na utaratibu, na sheria hizo zipo. Kwa hiyo tumepewa haya magari ya kutumia, na tukimaliza kuyatumia tutayarudisha serikalini, kwa sababu huo ndio utaratibu uliopo. Japo utaratibu huo sio utaratibu mtamu sana. Mlitamani mbaki nayo haya magari? Sio kubaki nayo, tulitamani yasitumike. Tulitamani kama ni swala la kutengeneza usawa kwenye ugombea na kushughulikia habari ya kampeni, basi usawa huo ungekuwepo kuanzia CCM mpaka na sisi huko. Sisi tumepewa gari moja. Mgombea wa CCM anatembea na gari 300, 200. Ambazo ni gari za rais, sio gari za mgombea. Rais hana gari. Rais hana gari, wala rais hana hela. Vyote hivyo ni mali ya serikali. Serikali inahudumia taasisi ya rais, ambayo ndio hiyo inabidi apate walinzi na kadhalika. Walinzi magari 200, 300 na malori juu yamebeba na watu kwenye malori. Msafara wa Rais Samia, unapozungumza magari 200 unazungumza, kuna msafara wa rais na msafara wa mgombea. Ni vitu viwili tofauti. Unamaanisha muda huu Samia ni mgombea, anatakiwa apate ka privilege kadogo over others kama sisi, kwa sababu ya kale ka urais, kwamba nchi haiwezi kubaki bila rais. Lakini ulinzi wa rais unapaswa kuwa pale pale wakati wote. Magari 300, 200 na maroli juu yamebeba na watu kwenye maroli wanaopinduka kwenye mitaro kila wakati. Ndio hiyo msafara wa rais huu. Msafara huu una tofauti na ule ambao huwa anao wakati anafanya ziara? Tofauti kubwa sana. Tofauti tu kwamba kuna watu wengine ambao wanaongozana naye, ambao ni wanachama wa CCM, na wenyewe wana magari yao ya CCM. Manake ni kama mnaunganisha magari ya CCM na magari ya msafara wa rais yote. Asikudanganye. Kuna viongozi wa CCM ambao wanatumia magari. Asikudanganye mtu, hapo inatumika kodi ya Watanzania, hapo inaliwa kweli kweli hapo. Wewe unaamini Chama cha Mapinduzi hakina magari ya kutosha? Chama cha Mapinduzi si mali ya serikali. Kwani Chama cha Mapinduzi ni mali ya nani? Ni mali ya umma. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Ndio mali ya umma nakwambia. Chama cha CUF sio cha Gombo, ni mali ya umma. Ni mali ya umma kama unavyoona jengo la serikali. Chama ni mali ya umma, na ndio maana serikali inakihudumia chama. Ni mali ya umma ile. Kwa hiyo huwezi CCM kutamba na magari yote hayo na vitu yote hayo, umeyatoa wapi? Ile ni mali ya umma. Ndio maana CCM haina mwenyewe kama mwenyewe. Lakini hata zamani CUF wakati ina nguvu kwenye nchi hii, vigogo wenu walikuwa na mashangingi. Msafara wa Lipumba ukiongozana na wagombea wake wa ubunge waliokuwa wana fedha wakati huo, walikuwa na watu wengi. Sasa hivi ni kwa sababu tu CUF ina hali mbaya, ndio maana pengine unakuwa peke yako. Hatujakwambia kwamba CUF tuna hali mbaya. Ndio maana tunaendelea na kampeni mpaka sasa hivi, na tutamaliza hizo kampeni. Na leo tunakwenda Mafia tena kwa ndege, kwa pesa zetu. Hatuna hali mbaya sisi. Tutamaliza kampeni zote na tutaifika mpaka mwisho. Hatujachoka baba. Tunaendelea. Sasa Watanzania watarajie nini kwenye uongozi wako, tukiwa tunahitimisha kwa dakika 1.5?
Watanzania iwapo watakuchagua Gombo Samandito Gombo kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 7, watarajie nini? Watarajie haki kutendeka na maisha ambayo ni mazuri. Nimesema vitu vingi hapa tutavitoa bure. Watarajie haki, lakini pia watarajie kwamba hizi slogan za CCM na slogan ambazo Watanzania wamezizoea kama za watu kupotea, wasiojulikana, wasiofanya nini, hizo lugha zitakwisha mbele ya Gombo Samandito. Kwa hiyo wategemee haki itatendeka. Huyo ndio Gombo Samandito. Gombo Samandito Gombo, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha wananchi kafu, anapeperusha bendera. Na hapa tunavyozungumza Gombo anakuambia anaruka kwenda Mafia kwa kutumia ndege. Chama cha wananchi kafu kipo ngangari kinoma, kinaendelea na kampeni zake kila kona. Asante kwa kufika Wasafi TV, asante kwa kufika kwenye One on One. Nakushukuru sana. Na yani umefanya vizuri mno kwamba dunia nzima imeniona. Na kwamba audience yangu mimi ya watu waliohudhuria mkutano wangu huu, kwangu na wewe huu mkutano huu, ndio ni mamilioni ya watu. Acha bila kiraki ambao vinahudhuria kwenye mikutano neno ya siasa hii. Yes, asante kwa wewe ambao umetufuatilia kupitia Wasafi TV. Mimi ni Charles William. Shukrani kwa Gents Look TZ. Ukienda pale Instagram andika Gents Look TZ, ndo ambao wamenivalisha, na nafikiri Gombo pia itabidi apite pale Gents Look TZ aende ajipatie na yeye vazi lake moja. Nafikiri tamfaa labda sijui kwenye uapisho wake au namna gani vipi, kwa sababu kwenye mikutano mingi anavalia nguo za chama cha wananchi kafu. Kwa hiyo nadhani atakapomaliza kampeni sasa itabidi ukapate pale nguo kupitia Gents Look TZ. Na nikushukuru wewe ambao umetufuatilia, lakini asante kwa timu yangu yote ya uzalishaji kiongozwa na Nasa Mohamed. Asante pia kwa Jacob kwenye upande wa sauti. Shukrani kwa Salum Maganga, Baba Nahia pamoja na Romi 255. Mpaka wakati mwingine tena, asante. Wasafi TV, Africa is watching. One on One with Charles William.